pana upako hapo. Umekuja kwanza sema njoni kukanyaga. Maana imeandikwa nitakanyaga nyoka na inge, njoo linakanyaga na miguu. Lakini wewe mpa moja na suti zako na kanyagwa. Pate uponyaji. Endelea, utakoma. Maana hamtaki kuamini iliyo kweli ili mpate kuponywa. Mnataka hayo, mtakoma. Ila kile sisi tutaendelea tu hivi. Nikasema mama, usiniambie habari ya wale wakole, na mimi nimemleta Yesu, yuko peke yake. Yuko peke yake, hategemei kiambatanisho chochote, haponyi mtu kwa kutumia kiambatanisho, yeye mwenyewe ni majibu. Nikamwambia unaamini? Akasema ndio. Kwa sababu mafuta ya wenzangu liamini. Hajaleta majibu. Maji liamini. Sasa hakuna majibu. Niamini na mimi. Nikasema unaamini? Anasema ndio. Unaamini? Anasema ndio. Choha, piga magoti. Ajabu mtu anahangaika namna hii, ameokoka. Yupo kwenye dhehebu fulani sitaki. Pamoja na mateso yake. Anasema mtumishi, nisikufiche hapa nilipo. Nilipohangaika kote nimeona hamna, pamoja nimeokoka. Nilienda mpaka kwa waganga kienyeji. Hamna. Unafikiri tukipiga kampeni hapa tutawakosa walienda kwa waganga kienyeji? Tunawapata. Hajawaambia. Hakuna majibu. Nikasema piga magoti. Akapiga magoti. Nikaamuru zile roho zitoke. Nikaamuru zile roho zitoke. Au zikamtoka. Nikaiombea nyumba. Nikaleta na maji hayo na mafuta. Nikabandika mikono, nikayalipua, tupa huko. Yasipatikane hapa nyumbani kuanzia leo. Amen. Hajaleta majibu. Nenda. Akaenda kutupa. Nikasema sasa nitafutie boda. Nijiendea. Nimemaliza. Sio mganga kienyeji hapa, nibaki hapa. Imekwisha. Amen. Akanitafutia boda. Kapanda nyumbani. Asubuhi taki hata kumpigia. Nina uhakika na kilichofanyika huko. Yeye mwenyewe atapiga. Muda mchache nikaona simu kuangalia mabadaka. Azam mtumishi. Yule baba alikuwa halali. Nipo kwenye madhabahu, siwaambii uongo. Alikuwa halali usingizi. Anasema mtumishi, habari zake alisema nzuri. Za kwako akasema, yaani mtumishi, hivi leo nimelala mpaka wamefanya usafi hapa nyumbani, mimi sijui kumepambazuka. Wamedeki sielewi. Ninaamka saa hizi saa 2, njoo naamka. Nikasema huyo ndio Yesu niliyomleta hapa. Huyo ndio mwenyewe. Huyo. Anasema macho yalikuwa nauma, vichomi nini, havipo tena. Nikasema shika sana huyo sasa niliyemleta hapo nyumbani, sio mafuta. Shika sana Yesu. Juzi amenipigia simu anasema yaani naendelea safi, sasa kila kitu kinaenda. Alafu nakwambia unaposema namna hii ni dokta ana duka la dawa hazijamsaidia. Shida wenye kuleta majibu kwa watu hawapo. Patikane wewe. Upatikane wewe. Na hayo ndio maombi yangu kwamba patikane mtu. Imani apatikane mtu hapa. Apatikane mtu hapa. Hapa apatikane mtu mwenye majibu, watu wapate kimbilio. Wanaisha utukufu. Amen. Tuna majibu. Juzi nimeona ananipigia simu nyingine tena kutoka huko kwa mama Naga, nikajua habari zimesha kufikia. Nikasema ndugu, ina safari nyingi nimekosa kuja kwako. Nimekosa kwenda. Kwa nini? Huyu aliyepona tayari tangazo. Nimepona. Kila mafuta.
kujipongeza mwenyewe. Mimi siwahitaji watu hawa. Ninahitaji mtu anayejitambua amefika kubeba kitu, ambebe Yesu kama alivyo, Anasema hivi, wakambeba Yesu vile alivyo. Yaani walimbeba na suti yake na masikio yake na pua yake na mdomo wake na uwezo wake na nguvu zake na moto wake vile. Wanavuka bahari, wamembeba vile bila kumpunguza. Usimpunguze Yesu aliye hai. Nasema usimpunguze Yesu aliye hai. Hata kama hajajibu jana, usimpunguze. Hata kama juzi hakujibu, usimpunguze Yesu. Usimpunguze Yesu. Mpiganaji mzuri ni yule asiyekata tamaa. Bwana mpiganaji mzuri. Haleluya. Nampenda Petro. Hata kama alikuwa anaogopa, alimkana Yesu, lakini nakwambia alikuwa anafuata nyuma. Anasema niangalia mwisho wake itaishia wapi. Angalia mwisho wa Yesu. Na mimi nataka uangalie mwisho wa hilo jambo utakuweze. Mwisho wa hilo jambo umefika. Nataka kulihukumu hilo jambo kwa maneno haya. Nasema nisiendelee tena. Kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Sema nimetoka. Iambie nyumba yako, wewe nyumba yangu. Ninakuona. Unaiona lakini? Ndio. Sema wewe nyumba yangu. Nimekuona. Wewe kitanda changu. Nimekuona. Ulitekwa. Siku ya leo. Unaachiliwa huru. Na mipaka yote. Kama si yakanyaga hapo nyumbani. Roho za miba. Makwazo. Teketea kwa moto. Umekuisha hiyo kapo na kitu. Hamna. Ndugu atukumaliza. Anasema tumeupokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Maneno hayo akiwa na maanisha hakuna matisio yoyote ya kiumbe chochote yanayotakiwa yatikise moyo wako. Moyo wako uendelee kuwa mkubwa. Kuna ufalme tuliopokea umo ndani yako. Yaani wewe unaonekana kama ni mfupi, ni kama vile mtu haeleweki. Ulichokibeba hata wachawi wanaogopa. Hata siku moja niliwaambia pale nyumbani kituko, nikasema sikia watu wa Mungu. Nikamwambia pale nyumbani, nikasema sikia, nikitoa kiatu changu hiki nikaweka hapa, hapo niseme shetani hebu kisogeze hicho kiatu changu, hawezi. Nikamwambia hebu nikitoa hiki kiatu nikikitoa hiki, nikasema ngoja niweke hapa, afu wewe shetani sogeza hicho kitu weke pale, hawezi. Kwa nini? Biblia inasema hivi, kama tumepokea ufalme usiotetemeshwa, halafu anasema angalia nimemtia shetani chini ya nyayo zenu. Hii miguu hii sio ya kawaida. Kwa nini sio ya kawaida? Ni mizuri miguu ya wakina nani? Tena anasema kama nini? Ni mizuri kama nini? Miguu ya hawa watu hawa. Yaani kabla hawajasema kitu tunaanza na miguu. Hatujafika kwenye mikono tuweke mikono, tunaanza na miguu. Ni mizuri kama nini? Ikaonekana hakuna naweza kufananisha. Kama hakuna cha kufananisha, maana yake miguu yetu imebeba mamlaka. Miguu yetu imebeba umiliki. Miguu yetu imebeba utawala. Na tukikanyaga mahali fulani, mbingu zinafunguka. Tukikanyaga mahali fulani, mbingu inaachia. Tukikanyaga mahali fulani. Haleluya. Ninataka nikwambie hatuwezi tukaongozana njia moja na jini. Yaani mimi nimetangulia na kanyaga hivi na jini linakuja nyuma. Lenyewe litapita njia nyingine.
kwa sababu miguu yangu ni moto. Yaani ukikanyaga hivi, yaani ukijielewa tu, ukikanyaga hivi mahali inapigwa shoti kwenye ardhi. Hii ardhi ni kama mfumo wa umeme, inapigwa shoti huko na huko na huko. Ndio maana Mungu anasema mahali mtakapokanyaga nyayo zenu wapa. Sasa hapa sikuzunguka tu Kilala yote nipewe, inabaki nini sasa? Yaani Mungu akisha sema namna inabaki nini? Ni kutembea kule pale nyumbani, zunguka pote. Maana amesema nikikanyaga nimekupa, kanyaga nimekupa, na hapa nimekupa. Hata waliweka mazindiko kakanyaga, nimekupa napo. Uko tayari? Na utakia huo mguu wako mamlaka na nguvu na kishindo. Na iwe ukiingia kwenye nyumba ya mtu ana misukule mle ndani, ukiingia tu mle inapigwa shoti chini kwa chini mpaka kule ndani. Au unaona wenye nyumba anasema, na wewe shida yako ni nini? Chaneli hazisomi, zimegoma. Mariza tu. Tuko kwa Waebrania, tuko kwenye Waebrania. Tulikuwa 28. Na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kumbuka tunajifunza nini? Tunajifunza malighafi iliyotumika kuiumba roho ya mtu. Tumesema roho ya mtu iliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Sura ya Mungu ni nini? Sura ya Mungu ni moto. Nasema tumtolee Mungu ibada kwa kicho. Kicho ni hofu ya Mungu. Maana Mungu wetu sisi, Mungu wetu ni nini? Yaani unapomuona Mungu, sura ya Mungu ni moto unayekula. Sasa kama natufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, tufanye mtu kwa sura, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Okay, hiyo roho iliumbiwa nini? Maana yake roho ya mtu iliumbiwa moto, yaani moto uliumba roho iwe moto. Ndio malighafi iliyotumika. Na ndio maana roho ya mtu yenye Mungu, ile roho ya mtu yenye Mungu mbinguni wanaijua, kuzimu wanaijua, wachawi wanaielewa, mpaka maneno. Ndio maana Biblia inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu, anatumia kupeleleza. Unaposema hivi, waulize wachawi waona barabarani au kwenye njia ndogo, waulize kwamba hivi mimi nikoje? Unapohema hivi moto unatoka tu. Hilo ni moto, hilo hii na mwenyewe ukihema tu, huu moto, hii pumzi ni moto. Kwa nini? Hii pumzi inatoka kwenye roho iliyoumbiwa moto. Kwa hiyo unapotoka, ndio maana unatoka unaenda kuweka mikono juu ya mtu, unaambia pepo na tamuru toka, unasikia jamani. Hata sayansi inakataa, ni kusema tu. Mwambie mwanasiasa na wewe kajisemee kwa mwenye mapepo, tuone pepo linasema nini. Linakuelewa? Haliwezi kuelewa. Lakini sisi tusiona kateo uliko na tunafika kusema pepo, unanielewa, nyanyuka, toka. Unashangaa hatutaingia tena. Kwa nini? Sisi ni moto. Amen. Alivyo Yesu ndivyo tulivyo. Amen. Kwa nje kwa kweli wala viasi wala sembe wala dona